Anza kukufahamisha tulokuandalia ni kwamba watu 10 wamekuwa wa hivi punde kufariki kwenye ajali ya barabarani eneo la Kodada katika mpaka wa Nyamira na Homa Bay. Miongoni mwao ni jamaa 5 wa familia moja waliokuwa kati ya kundi la wanakwaya waliokuwa wanatoka harusini katika kaunti ya Kakamega. Ajali hiyo inafikisha 18 idadi ya watu walioangamia kwenye ajali 2 tofauti katika muda wa siku 2 zilizopita. Kwa mara nyingine tena chini ya saa 24, kaunti ya Nyamira inaomboleza. Hii ni kufuatia ajali mbaya iliyotokea eneo la Kodada mpaka wa Homa Bay na Nyamira katika barabara ya Kisumu Kisii mwendo wa saa 3 usiku na kusababisha vifo vya watu 10 papo hapo. Jumatatu katika hospitali ya Rachuonyo mjini Oyugis, simanzi isiyosemekana ilitanda hapa. Familia ya walioangamia wakimiminika hapa angalau kuona mili ya wapendwa wao. When we reached the scene, we found that already 10 were confirmed dead, 6 female and 4 male. There was a lorry, carrying cement. So when the lorry was overtaking, he had to meet this van head on. There was no way he can escape. Gari hili ndilo familia moja lilikodi pamoja na wanakwaya Wanangenyo SDA, ikionekana kukatika katikati baada ya ajali hiyo. Geoffrey Ochoki ana bahati kuwa hai, akiwa na manusura wa ajali hiyo katika hospitali ya rufaa wakipokea matibabu. Anatuelezea walichokumbana nacho kabla ya kupoteza ufahamu. So gari ilikuja upande wetu, tukashtukia imepita na side moja ile pande ya dereva. Hii side ya right hand side ya gari yetu ika cross lane kidogo, ikagonga dereva na wale watu walikuwa wameketi nyuma ya dereva. Hiyo pande yote ya gari wakairarua hadi nyuma. Hadi ile kiti ya nyuma hii ya abiria inakalishanga watu 3. Wakaing'oa yote na kuiangusha chini kwa barabara. Wale wenye walikuwa wameketi hapo katapakaa hapo nyuma. Katika gari hilo, wazazi wa biharusi walioenda kusherehekea mwana wao wote wakiangamia pia. Watu ambao walikuwa katika hii gari ya Nissan ni familia moja, kwa maana walikuwa wanatoka harusi. Kuna mama, baba, mandugu, madada na watoto na cousins, na wote wamekufa. Kwa sasa mili ya watu 10 imehifadhiwa katika makafani ya hospitali ya Rachuonyo ikisubiri upasuaji. Crispino Tieno, runinga ya Citizen.